kununuliwa kutokuwa na watu. Kwanza kutokuwa na watu ambao watu walikuwa wachache. Sasa huyu pia anasema ameingiliwa na chama cha umma. Kuna kitu ambacho kinatokea katika uchaguzi wa mwaka huu, hususan vinavyoitwa vyama vya upinzani. Sijajua inakuaje. Of course hichi cha kwanza chokifanya cha kuondoka kwa kile ambacho kinachoitwa kwamba kuingiliana kwa ratiba ya vyama ni sahihi, kwa sababu kuna kanuni za maadili za wabunge, madiwani na wagombea urais zinazungumza wazi kabisa kwamba ratiba ya chama isiwezi kuingiliana na chama kingine, ili kuweza kuepusha hiyo migongano ya kifalsafa ya kisera hata ya wanachama. Kwa hiyo chokifanya ni katika dhana nzima kuweza kuwatalisha na kudumisha hiyo misuguano na kudumisha amani ya nchi. Lakini katika hoja nzima ya muamko sasa, muamko wa wananchi kwenda kuwasikiliza wale ambao wanaitwa vyama vya upinzani. Yani ukitazama picha ambazo zinazoonyeshwa kwenye mitandao, kampeni ambazo wanazifanya, nafikiri kwamba katika kuelekea siku 30 ambazo zimebaki, 33, wana kazi kubwa ya kufanya kuweza kuongeza mobilization. Yani kuongeza hamasa ya kuweza kutangaza mikutano yao. Kwa sababu wanaofuatilia kampeni watapima ushawishi wa mgombea, kwa sababu namna gani mgombea huyo amekuja kusikilizwa kwa kuungwa mkono zaidi. Kuna baadhi kutazama ya vyama kule chaguzi mbalimbali zilizopita, walikuwa wanawafuata watu kule walipo, yani masokoni, viwanjani, kwenda kuwahutubia kwa kile ambacho kinachoitwa kwamba labda wamekosa hiyo mobilization. Kwa hiyo vyama vya upinzani mpaka sasa hivi ukifanya tathmini, wana jukumu la msingi la kuweza kuweka nguvu ya kuweza kuongeza namna gani ya kufanya kampeni za kuweza kuwaita watu naitwa. Na ili watu waweze kuja, watakiwa ufanye matangazo, watakiwa utengeneze ushawishi, utengeneze timu za kampeni, timu za hamasa, mgombea wako waweze kutangazwa, mwisho wa siku watu waweze kumfuatilia na hata kutamani sera zake. Kwa hiyo kama hali ikiendelea kwa hivi, nafikiri kwamba sasa kuna watu watakuwa wanatengeneza hizo conspiracy au hizo nadharia kwamba mwaka huu kama vyama vya upinzani kama Eiza watu labda hawaji kuwasikiliza, na labda wanaahirisha hiyo mikutano yao. Lakini vile ukosefu wa watu wengi kwenye mikutano yao vile vile kaibu maswali mengi sana kwa wale ambao wanaitwa wapinzani wa kisiasa. Haya bwana, hayo ndio yanayojiri katika kampeni za kisiasa. Na jana nimeona taarifa nyingine pia ya mgombea ubunge wa chama cha ukombozi wa umma CHAUMMA katika jimbo la Mchinga, Yusuf Issa Tamba. Mgombea ubunge huyu yeye ametangaza kuachana na mchakato wa kugombea ubunge na kujiunga na Chama cha Mapinduzi CCM, akieleza kuwa amefanya uamuzi huo kutokana na kazi kubwa alizofanya Daktari Samia. Ni CHAUMMA. Unajua kuna katika ile hamahama ya wale ambao walikuwa wanaitwa G55 makada mashuhuri ambao walitoka Chadema na kuingia CHAUMMA, na msimamo wa Chadema wa kutoshiriki uchaguzi ilikuwa inaonekana kwamba CHAUMMA itakuja kuchukua nafasi ya Chadema. Sasa hii hamahama wakati tupo ndani ya kipindi cha uchaguzi. Yani wewe ni mgombea. Wewe ni mgombea. Umeshafanya kila maandalizi yako. Unaamua kuunga mkono juhudi katikati ya vita. Unaungana na adui. Kama yule mwingine nimeona wa ACT Wazalendo. ACT naye niliona na yali na nyumbu kule na. Kwa hali jinsi ilivyo na wanakili kwamba kazi zinafanyika, nafikiri mbele ya safari mpaka tunafika siku tarehe 29. Tunaweza tukasikia watu wengi vile vile wamehama. You never know. Kwa heshima na taazima kamati kuu, mimi kama mtoto wenu si vyema kuzungumza nikiwa nimesimama. Nilikuwa nazungumza nikiwa nimesimama huko nikijifanya na walingania. This time napiga magoti chini, nitaongelea hapa nikiwaeleza machache yale yaliyo moyoni mwangu. CCM oye! Kwa majina naitwa Yusuf Issa Tamba, ni mgombea ubunge jimbo la Mchinga kupitia Chama cha Ukombozi wa Umma maarufu CHAUMMA, na ndio mgombea ubunge pekee wa upinzani mwenye nguvu na kujifanya anajitutumua
leo yamenishinda baada ya kuona ilani ya Chama cha Mapinduzi, nikahisi najidanganya na wadanganya na wananchi wa jimbo la Mchinga. Kwa kuwa sina muda mwingi wa kuongea, Mheshimiwa Rais, mimi kama mwanao, kwa heshima na taadhima, kwa ridhaa yangu mwenyewe, bila kushawishiwa na mtu yoyote, siku ya leo ninaunga mkono jitihada za Chama cha Mapinduzi, na naomba wananchi wote wa jimbo la Mchinga, Tanzania kwa ujumla, tumuunge mkono Mama Samia mitano tena. Kwa kumalizia machache, natuma salamu kwa chama changu. Meseji zimeingia za vitisho. Waambie mtoto mdogo mimi sitishiki. Nimeamua, nimerudi nyumbani. Wewe unanitisha, huku niko nyumbani. Sitishiki mitano tena. Kwa kusema haya machache mama, nawashukuru sana, nimerudi nyumbani, naomba munipokee. Kwa heshima na taazima kamati kuu, mimi kama mtoto wenu, si vyema kuzungumza nikiwa nimesimama. Nilikuwa nazungumza nikiwa nimesimama huko nikijifanya na walingania. This time napiga magoti chini, nitaongelea hapa nikiwaeleza machache yale yaliyo moyoni mwangu. CCM oye! Kwa majina naitwa Yusuf Isa Tamba, ni mgombea ubunge jimbo la Mchinga kupitia Chama cha Ukombozi wa Umma maarufu CHAUMMA, na ndio mgombea ubunge pekee wa upinzani mwenye nguvu na kujifanya anajitutumua. Leo yamenishinda baada ya kuona ilani ya Chama cha Mapinduzi, nikahisi najidanganya na wadanganya na wananchi wa jimbo la Mchinga. Kwa kuwa sina muda mwingi wa kuongea, Mheshimiwa Rais, mimi kama mwanao, kwa heshima na taadhima, kwa ridhaa yangu mwenyewe, bila kushawishiwa na mtu yoyote, siku ya leo ninaunga mkono jitihada za Chama cha Mapinduzi, na naomba wananchi wote wa jimbo la Mchinga, Tanzania kwa ujumla, tumuunge mkono Mama Samia mitano tena. Kwa kumalizia machache, natuma salamu kwa chama changu. Meseji zimeingia za vitisho. Waambie mtoto mdogo mimi sitishiki. Nimeamua, nimerudi nyumbani. Wewe unanitisha, huku niko nyumbani. Sitishiki mitano tena. Amejiita mgombea ubunge mpinzani mwenye nguvu aliyekuwa akijitutumua. Na jana kutazama mtei katika jimbo la Lindi, mwenyekiti wa Chadema aitwa Salum Balwan, naye amejiunga na Chama cha Mapinduzi kwenye mkutano. Kwa hiyo hakuwa peke yake huyo bwana. Peke yake. Na wenzake. Mwenyekiti kujiunga sio mbaya. Hiyo kinachonishtua mgombea ubunge. Yaani upo kwenye michaka. Umesikia hapa amesema yeye ni mgombea ubunge wa upinzani mwenye nguvu. Alikuwa akitutumua kwamba ukiangalia vyama vingine vyote na wale ambao yani ukiacha Chama cha Mapinduzi, yeye wa CHAUMMA akiwaangaisha na vyama vingine vya upinzani, yeye ndo ana nguvu kuliko. Baada ya kusoma Irani amehamia CCM na amepiga na magoti. Sikilizaji, tutarudi hapa kwa ajili ya kutazama wino mzito, mambo gani yameandikwa kwenye magazeti na kwenye mitandao mbalimbali. Endelea kubakia na sisi, maoni tuandikie kupitia 0683 802966. Morning Express. Isikilize live redioni, mitandaoni na kwenye simu yako.